Mchungaji, kuelekea mechi ya Jumapili, tumetazama Simba kwa mechi kadhaa ambazo anashazicheza na tumemtazama meneja Pantev ambaye anakiongoza kikosi cha Simba. Tutarajia mchezo utakuwa namna gani ukilinganisha uwezo wa Simba ambao ameshaonyesha kwa sasa? Mechi itakuwa ni ngumu. Mechi bwana za klabu bingwa haijakuwa mechi nyepesi. Mechi za klabu bingwa kila mtu kajitayarisha, mechi itakuwa ngumu lakini quality itakuja kuamua na ule unyumbani ndio utakuja kuamua, lakini mechi za klabu bingwa hakuna mechi nyepesi. Hata kundi, hakuna kundi jepesi. Mtu asikudanganye tu kuna kundi jepesi. Makundi yote ni magumu. Utakavyochanga karata zako vizuri kwa nyumbani ndio hapo utakapofaidika. Simba ameweka tendency yake kwamba kila mechi ya klabu bingwa anahakisha anapata alama 3. Yaani nyumbani anakuwa na point 9. And then akaenda nje anatafuta sare au ushindi anakuwa ameshaachieve. Ndio hesabu ambazo Simba anacheza nazo. Kwa hiyo na sisi tunategemea, na bahati nzuri au bahati mbaya uwanja tumechua peke yetu. Mwenzetu kaamua kutukimbia. Kashaona ni pagumu zaidi. Na Yanga amekimbia sio kwa sababu ya matokeo. Yanga amekimbia kwa sababu ya aibu. Nani ataenda uwanjani? Okay. Wao washazoea bure. Kwa hiyo alitegemea watu wengine watatangazwa tena bure. Kwa hiyo wameona aibu, afadhali waende Zanzibar. Kwa hiyo wamesoma alama za nyakati. Kwa hiyo uwanja wametuachia sisi, tunashukuru Mungu sana. Maana tungechangamana na wale, hali ingezidi kuwa mbaya zaidi kupata matokeo. Kwa hiyo uwanja tumeachia sisi peke yetu, sisi ndio tunaotamba na uwanja wetu. Na kisheria ambayo watu hawajajua, ule uwanja ni wa Simba. Yaani? Ule uwanja wa Simba Sports Club. Kiaje mchungaji? Ule wa Benjamin Mkapa. Ule uwanja hujaandikwa National Stadium, umeandikwa Benjamin Mkapa. Sasa uuliza asili sasa ya Benjamin Mkapa uwanja. Umejengweje? Na ilikuweje ukajengwa? Ina maana Simba usingejezana airport kutoka Egypt, uwanja usingejengwa. Ilikuwaje? Mkapa aliona tulivyojazana akasema nitajenga uwanja. Kwa hiyo sosi ni sisi. Kwa hiyo kwenye uwanja ule ni sisi, hamna mtu mwingine. Wanashindwa tu kuandika Simba Sports Club Stadium, wanashindwa kuandika tu. Na ndio maana Simba na wao wanatamba na ule uwanja, wanakuambia kwa Mkapa atoki mtu, si kwao. Wewe Mseli Yanga anasema kwa Mkapa atoki mtu. Kwao. Ala, wao unaona sisi tunavyotamba na ule pale kwetu. Na pale zamani kwa kina Chama kila mtu alikuwa na eneo lake. Chama na eneo lake kabisa la taifa pale kipindi hicho. Ilikuwa eneo lake ni hili, haya Bwali eneo lake ni hili, Nixon eneo lake ni hili. Sasa hivi Ahua na eneo lake, si umeona bana? Ahua na eneo lake, Abraham ambaye sasa hivi wanasema kwamba ni Nixon mara 3 yake, ana eneo lake. Haya. The Rock kama kawaida, acha wewe bwana. Tunashindwa kumuelewa ni striker au ni beki. Kwa sababu akaenda juu. Yaani kikitua tu imo. Chini hatari. Huyo bwana Abraham sasa hivi ujue nasikia watu wanaulizia kutoka Ulaya, anataka rudi Ulaya. Umesikia hizo habari? Sasa huyo ndio mchezaji ambaye sasa hivi anaimbwa kuliko mchezaji yoyote. Au ni mchezaji ambaye amekuja kawaida tu. Sasa chukua kina Kante hapa chini. Yeye namba 6 ya Kagoma na Kamara. Kante ndugu yangu kuna kazi. Kwa sababu Kagoma sasa hivi naye analilia namba. Kwa hiyo asipoangalia Kante anachukua mazima. Murigo kashapata namba, tumemsahau Shabalala kama amekuja kucheza Simba. Hakuna mtu anakumbuka Shabalala amekuja kucheza Simba. Kila mtu kasahau. Makipa kaumia Kamara kipa namba 1, wala hakuna mtu mwenye shaka naye. Sasa nenda kiungo hapa katikati. Nenda viungo pembeni. Haya. Nani kapona tena ndugu yangu? Unajua habari unasikia? Kapona. Kwa hiyo Jilpas Sawala anaitwa nani? Kibisawala akae standby. Namba inaondoka hiyo. Na Maema kule pembeni, Kibneni sina naemea hapa. So mwita Messi. Jan Chaze huwa siku hizi naye anaanzia bench. Wewe Simba mwaka huu. Kwenye striker anarusha taulo atakadaka. Sasa striker pale, mwalimu anarusha taulo. Akidaka mwalimu sawa, Mukwala sawa. Akidaka Soa, atakayedaka anaanza. Sasa utafanyaje? Sababu utaonekana sana upendeko, sababu huyu anajua ufanyaje. Ndio nakwambia Simba tuje kupata Simba yenye nafasi 3-2 kama hii. Hapo kuna watu wachezaji kabisa, kuna Chasambi, kuna Semfuko. Hivi kuna Chasambi bado yupo? Duchu naye yupo? Charabu naye yumo. Nagu. Sanango yupo. Hiyo ndio Simba nakuhadisia. Ni Simba ambaye mtu akiumwa hakuna pengo. Mtu akiumia hakuna pengo. Ndio hiyo inaenda Jumapili pale kuchukua point 3 mbele ya Petro du Luanda. Kama kaida yetu. Mifumo ile tunaitumia ile ya klabu bingwa ile. Umeelewa? Mifumo ile klabu bingwa tunaitumia ndio tukaitumia siku ya Jumamosi. Ya Jumapili. Kwanza maombi yetu asubuhi yale kama kawaida. Umeona bana?
na kuzunguka kwenye milango yote kuiombea. Anayepita na jambo baya afie mlangoni, adondokee pale. Sasa klabu bingwa ndo anafanya hayo mambo. Na hii tukio hilo litaanza Jumapili kama mechi za shirikisho. Mpaka tunaenda finali ndo tukishikuta tunarudia tena. Kwa hiyo kesho kutwa atake kuja na ubaya kwenye mlango avuki. Bwana unanielewa mpaka hapo? Hayo ndo mambo nayokuambia, Simba amerudi katika asili yake. Na mpira wa matokeo juzi umeonyeshwa mechi na JKT, mechi ya kirafiki. 6-0. Kapangiwa kikosi cha kwanza kilichoingia kipindi cha pili kile kimeanza dakika mtu kana 6. Ndio tunaingia nao kesho kutwa. Kwa hiyo Simba mwaka huu sisi tutakuwa tunashinda huko, tunakunywa, tutapiga mlunzi tu. First 11 ya Simba ieleweki. Kila mtu yuko bomba, yuko sawa tu. Mimi sielewi bwana first 11 ya Simba. Nakwambia hata mwenyewe kocha mwenyewe anachanganyikiwa. Wote labda ya kipa ndio ina uhakika. Ni nani? Ndio ina uhakika. Mimi zote sawa tu. Atakaanza yote poa. Kapombe pembeni nani huyo Murigo. Umeelewa? Pale juu asimame Nangu, asimame na Derok. Sitaende Kante. Winga huku nampeleka Kiblenis. Sasa ndio mechi zake. Kibsawala anampeleka huku. Katikati pale namweka Messi. Mutale. Namba 9 ndio pale anapata wakati mgumu kweli. Aanze Soa. Au tunasemaje? Aanze Soa. Au mwalimu. Au mko Soa. Soa namba 10. Kwa hivyo vile lazima nipeleke Jan Chaze ya ua. Au anzie benchi aanze Maema. Sasa nifanyeje? Kumbuka Barabiri si Jabiri si nani? Na ikapona yule. Morris hapo aje. Sijui sana. Sasa ndio nachoka sababu kanikumbusha kwa Morris sasa itakuwaje? Basi tufanye hivi. Kimnesi asianze, Morris aanzie winga ya kule. Sasa inawezekana Kimnesi mechi zake zile wazi asianze. Yaani kiufupi ni kwamba Simba ni bora kila Simba. Tunashindwa hata kupanga, ndio kwamba nilikuwa siwezi, nitapangeje? Sababu Simba ziko mbili, Beko hujasikia? Nikwambia Mrigo na mwenye timu yake Kapombe. Golikipa kama kawaida. Tanzania wani, Sasa ngupe historia. Manula alifungwa 5-5-3. 5-5-3. Alafu akaja akaongoza kundi na Simba akaenda robo finali. 5-5-5-3. Tanzania wani Manula amekufungwa. Sembusi zikafungwa 4-3. Mbona kawaida sana. Turudi kwenye kundi lenu la msimu huu. Simba imekuwa ni timu ambayo inafanya vizuri katika hatua hizi. Imekuwa kama kawaida yenu. Kwenye kundi mlopangwa msimu huu, kila mtu analalamika Simba mpango kwenye kundi gumu. Tutarajie Simba inaenda kufanya kitu cha namna gani ili kuweza kufuzu hatua robo finali ukizingatia ubora wa timu ambayo mmepangwa nao katika kundi lenu? Mimi ngoja nielewa. Timu ambayo tujaje kucheza nao ambayo tujaifunga ni timu moja tu Afrika. Mamelodi. Wengine wote tumewaburuza. Sasa wanaokuja hao sio kawaida sana. Experience tumemfunga National bingwa Afrika. Tumemfunga. Yule jamaa wa Mali ndo tutajipigia tu. Mtu asikudanganye. Tuache unafi tutamfunga tu. Huyu Pedro Luanda tutamfunga tu. Hii haina jinsi. Dar es Salaam lazima aache point. Yaani hiyo hata ufanyaje lazima point uziache Dar es Salaam. Yaani huwezi kupinga. Kwa sababu sisi tuna mikakati yetu kwamba Dar es Salaam tunataka point 9. Lazima uziache. Siku moja tumekubugi bwana. Tukafungwa hapa na Raja Casablanca. Tukalipizia nyumbani kwa mtu mwingine. Zikaje zikakava mle. Unakumbuka? Hesabu yake mlimpiga mtu ndani nje. Umeona? Raja alipotufunga hapa, tukaenda tukalipizia kwa mtu mwingine zirudi. Zikarudi, alafu tukampiga nje ndani. Kwa hiyo hesabu zikaenda vile vile. Tukaenda robo. Kwa hiyo Simba ni mahesabu tu. Simba anacheza na hesabu. Ina maana hizi hatua zinahitaji uwezo sana, zinahitaji mahesabu. Mahesabu, mfano kama Yanga kesho kutwa mentality ya wachezaji. Watu wa psychology wangewaambia hivi, hii mechi ni ya JKT na Yanga. Yanga anashinda mechi. Hii ya Arabu kule Zanzibar. Ambaye mechi na JKT au mechi unacheza na Prison. Yanga anashinda mechi. Lakini Yanga ukimtajia tu hii mechi ina bendera inapepea. Mechi ya kimataifa, Yanga mko naye. Si ndio hilo tu, yani Yanga waga na wanasemeje? Ule mtetemo, yani wana ule mwemwe. Akishaambiwa bwana huyu ndio Yanga anachanganyikiwa. Simba muamshe usiku. Mwambie hivi bwana, hii mechi bwana ina klabu bingwa. Ndio raha yake, kwanza anapenda sifa. Simba kwanza yeye anapenda sifa.
ili aseme. Sababu mmekuwa huwa mnapoteza sana huko na vitu vidogo vidogo huko ligi kuu, ila mkienda kule tunashangaa. Kumekuwa na kauli kwamba Simba kimataifa ni tofauti na Simba ligi kuu. Kumbe ndio swali. Hivi Simba mwaka jana utegemea kiza finali? Lakini umeoneje? Imeenda kucheza finali na kila mtu kashangaa. Simba ukimwambia tu mechi ya kimataifa hata kama kalala. Hata mimi ningefurahi Yanga na angepita. Ili tukutane kwenye robo huko mbele. Sasa sisi kwenye robo tunaweka ile mentality ya kichwani kwamba hii mechi ni ya wakutana Simba ya ligi. Yanga amekuwa akiwafunga sana na mesha hata mkikutana huko bado anataweka. Ndio nimekutofautishia vitu hapo. Yanga ukimwambia ligi lazima afanye vizuri. Ile ukimwambia hii mechi ya kimataifa. Ndio maana juzi hapo ushauri wangu naona Yanga wameuchukua. Niliyosema juzi. Na wao wanawahubiria kwamba hii mechi tunayocheza Zanzibar ni mechi ya ligi ili kuwatengenezea psychology wachezaji mpaka washabiki. Wewe unavyowezeka utapeleka mechi Zanzibar. Kuna ni kuwezeka ujue. Tukiacha hapa washabiki wetu tunawajua. Uwanjani hawataenda. Tufanye tupeleke Zanzibar. Umeelewa? Hata tukifungwa fresh tu. Na hata hivyo wao wameshaachieve hata target. Kwa sababu target zao zilikuwa ni kuingia makundi. Washaingia. Ni ziada tu. Mtu ambaye amebebeshwa mzigo mzito ni Simba, ambao sheria inatakiwa aende nusu. Kwa hiyo ndio kabebeshwa mzigo wa Afrika Mashariki, hakishe taifa hili analibeba Simba Sports Club. Sasa turudi kwenye kikosi cha Yanga ambacho umesema wana mzigo mzito kuvuka katika hatua hiyo. Striker zao pale tumeona Mzize anaumwa, Prince Dube huwa anakosa nafasi nyingi sana za wazi, Andy Boyle na the same. Boyle. Bali yule. Ndio striker mkali yule Boyle. Boyle yupo, unaweza gani? Unamwona bisa akienda kuivusha Young Africans hapa. Kuna Azizi Ndambwile. Hujaelewa? Azizi Ndambwile. Striker mkubwa mwenye uwezo mkubwa, Boyle yuko namba 9. Angalia kamera Boyle namba 9. Boyle namba 9. Ndambwile yuko pale. Prince Dube mwana wa mfalme yuko pale. Sasa shida iko wapi? Nacheka kitu gani? Prince Dube, kuna striker kama Prince Dube? Ngoja. Nicheke kitu gani? Nasema hivi, kuna striker kama Prince Dube mwana wa mfalme? Niangalie. Bado nyinyi ndio mnatazarau. Nakuuliza hivi, Tanzania hii kuna striker kama Prince Dube mwana wa mfalme? Ligi. Ligi si bado? Ligi mechi zimechezwa tatu tu. 4 saa 4 utalalamika, si bado? Nani? Kwani mko anakafunga goli? Sasa nafasi ngapi amezipoteza za wazi hapa Dube? Nani? Dube amepoteza. Striker kawaida kupoteza nafasi kicha kawaida. Kwa hiyo bwana mimi namtetea Dube. Kesho kutwa striker Dube. Azizi Ndambwile katikati pale yule Mdasiri haya. Umeona? Kwa nini Azizi? Balakonte hujamwona? Au Balakonte. Wewe mwingine anamuita nani? Bukabuya. Bukabuya. Anaitwa nani? Bukabuya. Bukabuya. Alafu hapa kuna beki nani? Dickson Jobu, Mamnyeto. Mnyeto ibemba. Mnyeto ibemba. Mamnyeto si lazima awepo kwenye Yanga. Alafu beki ya huku nani? Nani yule? Shabalala huku Tolu yule. Nani wanamuita? Yule Mkongo yule. Nani sio wanamuita yule? Alafu Mtaka Mishale ndio yuko golini. Mtaka Mishale yuko golini. Yanga kwa nini asichukue point 3? Namba 10. Si tunachezesha Ndambwile na huyo nani wanamuita? Boyle. Boyle 9. Ndio wanapishana na Kante. Kante akwetu Simba. Conte anaitwa Conte. Conte anaweza namba 6, huyo Ndambwile akapanda juu. Yanga mbona iko vizuri, tushinde iko hapo. Winga kulia Pakome. Kushoto nani? Zingeli. Sasa Yanga National kwani asife hapo. National anakufa vizuri. Yanga hiyo inaeleza na National. Back half time National kafa 3. Mbona cheka, mbona kuna dharau? No, sio hivyo. Back half time kafa 3 hapo uwanja wa Amani Complex. Nafurahi kuziona timu zetu zinafuzu. Timu zinafuzu zote kwa wakati mmoja. Ndio mambo kuombea. Wao kumbe kwenye maombi ya Alhamisi na Yanga unamweka. Nani? Kwenye maombi ya Alhamisi anaanza na Yanga yumo. Unamuombea. Nani Yanga? Sasa Yanga utamwacheje? Sio ombea timu zote bwana. Haji mzalendo kweli. Lazima uwe mzalendo timu zote. Naombea Yanga, naombea Simba, wote naombea. Kila laheri. Kama hamna amani.